Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inatazama namna shambulizi la kijeshi la Iran lilivyokatisha tamaa watu wa Ulaya wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Vita vinavyoendeshwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran si mgogoro wa kijeshi wa eneo dogo tu katika Asia Magharibi. Kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz na kuvurugika kimataifa usambazaji wa nishati kumetikisa uchumi wa dunia nzima, ambapo madhara yake yanaonekana wazi hadi katika kitovu cha Ulaya na Uingereza. Kwa upande wa Ulaya, suala hili linavuka mipaka ya kupanda kwa bei ya mafuta na gesi tu, ambapo athari za vita sasa zimeenea hadi kwenye mifumuko ya bei, viwango vya riba, uwekezaji, uzalishaji, madeni ya serikali na hatimaye siasa za ndani za nchi za bara la Ulaya. Lango la bahari la Hormuz ni mojawapo ya maeneo muhimu zaidi ya usambazaji wa nishati duniani. Usumbufu katika njia hii, hata kama hautasimamisha moja kwa moja mauzo ya nishati barani Ulaya, lakini bila shaka unaongeza bei za mafuta, gesi, bidhaa za petroli na usafirishaji duniani. Katika ripoti yake ya mwezi Julai, Benki Kuu ya Uingereza ilieleza mgogoro katika Asia Magharibi kwamba umesababisha na usumbufu katika lango la bahari la Hormuz kumeleta mshtuko hasi wa usambazaji kwa uchumi wa dunia. Benki hiyo ilionya kwamba mshtuko endelevu wa nishati unaweza kuchochea mfumuko wa bei nchini Uingereza na kuongeza mashinikizo kwa raia na biashara. Uingereza inakabiliwa na hali ngumu sana katika uwanja huo, ambapo uchumi wake bado unakabiliwa na ukuaji mdogo, gharama kubwa za kukopa, mashinikizo kwenye fedha za umma. Benki ya Uingereza iliainisha kiwango cha riba kuwa ni 3.75 kwa mwezi wa Julai, ingawa wajumbe watatu wa kamati ya sera ya fedha walipendekeza kuongeza kiwango hicho kifikia 4%. Benki Kuu ya Uingereza pia imebainisha kuwa kupanda kwa bei ya nishati kumeweza kuchochea mfumuko wa bei unaoendelea na hatimaye kuathiri vibaya gharama za uzalishaji, usafirishaji na mishahara. Gharama kubwa za nishati huongeza gharama za uzalishaji, ambazo nazo huchochea mfumuko wa bei ya mafuta. Mfumuko wa bei unaosababisha viwango vya juu vya riba, na viwango vya riba husababisha kupungua kwa matumizi. Makampuni madogo na ya kati ndio huwa ya kwanza kuathirika katika hali kama hiyo. Onyo la kampuni ya Azets kuhusu mashinikizo yanayoongezeka katika sekta ya viwanda, usafirishaji wa bidhaa kwa maana ya logistic, uchukuzi, huduma za hoteli na ujenzi zinaonyesha kuwa mzozo huo umehamia kutoka masoko ya fedha hadi kwenye uchumi halisi. Kwa muktadha huu, mabadiliko ya uongozi mjini London yana umuhimu wa kipekee. Andy Burnham amekuwa waziri mkuu wa Uingereza tangu tarehe 20 Julai mwaka huu. Yeye ni waziri mkuu wa 7 wa nchi hiyo tangu mwaka 2016 na mtu wa 6 kuingia katika Downing Street ndani ya muongo mmoja. Burnham aliingia madarakani akiwa na ajenda kuleta uthabiti, ufufuaji wa uchumi na ugatuzi wa madaraka kutoka Westminster kwenda maeneo ya ndani ya nchi. Aliahidi kuwa serikali itashughulikia zaidi masuala muhimu ya umma, nishati, makazi na miundombinu, na kwamba mifumo ya umma itatumika kwa ajili ya kujenga upya uwezo wa viwanda wa nchi ya Uingereza. Hata hivyo, vita dhidi ya Iran sasa vinaathiri moja kwa moja utekelezaji wa ahadi zake zinazotegemea pakubwa rasilimali za kifedha za serikali. Serikali ya Burnham haiwezi kudhibiti kwa wakati mmoja gharama za nishati kwa familia, kusaidia biashara zilizo katika mazingira magumu, kupanua huduma za umma, kuongeza uwekezaji katika miundombinu na wakati huo huo kudhibiti deni la taifa. Burnham mwenyewe amekuwa akisisitiza kuwa sekta inakabiliwa na hali ngumu kifedha. Hivyo mgogoro katika lango la bahari la Hormuz si mgogoro wa kiuchumi tu kwa Burnham, bali ni mtihani wa kisiasa. Iwapo gharama za nishati na bei za bidhaa zitapanda, uungaji mkono wa umma wa serikali utapungua. Iwapo viwango vya riba vitaendelea kuwa juu au kupanda, mashinikizo ya mikopo ya nyumba, biashara na uwekezaji vitaongezeka. Na iwapo serikali itaongeza kodi au kuongeza deni ili kukabiliana na mashinikizo hayo, itakabiliwa na upinzani wa kisiasa. Nchi nyingine za Ulaya zinajikuta katika hali kama hiyo. Mashambulio zaidi ya kijeshi yanayoweza kufanywa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran bila shaka yatazidisha mgawanyiko kati ya sera za kigeni za serikali za Ulaya na maslahi ya kiuchumi ya raia wao. Ingawa serikali za Ulaya zinaweza kuzungumzia suala la nishati pamoja na ushirikiano wao na Marekani, raia wa kawaida wa Ulaya huhisi gharama za sera hizo kupitia bili za umeme, bei za mafuta na chakula, pamoja na viwango vya riba ya mikopo.
Hapo ndipo madhara ya kisiasa ya vita yanapojitokeza wazi. Mgogoro wa nishati unaweza kuimarisha vyama vya upinzani, makundi ya mrengo wa kulia na harakati zinazopinga utegemezi wa usalama wa Ulaya kwa Washington. Kadri vita vinavyoendelea kwa muda mrefu, ndivyo maoni ya umma yanavyozidi kubadilika. Kwa nini Ulaya ibebe gharama za kiuchumi za vita vinavyoanzishwa na kuendelezwa kutokana na maamuzi yanayofanywa na Washington na Tel Aviv? Mgogoro wa nishati uliofuatia vita vya Ukraine ulionyesha wazi jinsi Ulaya ilivyo katika hatari ya kuathiriwa na misukosuko ya kijiopolitiki. Sasa lango la Hormuz limedhihirisha tena udhaifu huo. Tofauti ya tukio la sasa ni kwamba mgogoro huo unahusiana moja kwa moja na suala la uhuru wa kimkakati wa Ulaya. Ulaya haiwezi kukabidhi usalama wake mikononi mwa Marekani na wakati huo kutarajia kuepuka kulipa gharama za kiuchumi zinazotokana na maamuzi ya usalama ya Washington. Mgogoro huu wa lango la bahari la Hormuz umeweka wazi zaidi ukweli huo, na vita hivi vya Iran vinaweza kuvuruga kabisa utulivu wa kiuchumi na kisiasa wa Ulaya kwa muda mrefu kabla ya kuwa tishio la moja kwa moja la kijeshi. Ikiwa mgogoro utaendelea, uwanja wa vita utahama kutoka lango la Hormuz hadi viwandani, masoko ya nishati, bajeti za serikali na masanduku ya kupigia kura. Benham aliwasili karibuni katika mtaa wa Downing, lakini mtihani mkubwa aliokuwa nao ni juu ya matukio ya vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ulaya nayo inalipa gharama kubwa zaidi kuliko hapo awali kabla ya vita ambavyo inasema haikuwa na nafasi yoyote katika kuvianzisha wala kuwa na suluhisho la kuvimaliza.